that are preventable. Tuelekee kaunti nambari 2 ambapo shughuli za wazee wa kaya Gandini na kaya Mswakara huko Kinango, kaunti ya Kwale, zimetatizika kwa muda kutokana na uharibifu wa vifaa vya kitamaduni wanavyotumia kufanyia maombi, matambiko na ibada maalum. Baadhi ya vifaa hivyo ni vinu na nyungu vinavyowekwa kwenye sehemu maalum katika kaya hizo, huku njia za kufika kwenye kaya hizo pia zikiwa zimeharibiwa kutokana na mvua ya msimu uliopita. Wazee wanasema gharama ya kurejesha vifaa hivyo iko juu na huenda maombi wanayofanya mwezi wa Machi yakaathirika. Lawrence Ng'ang'a anatuarifu zaidi kutoka Kwale. Ukifika msitu wa kaya Gandini unakaribishwa kwa densi na nyimbo za kitamaduni, na kwa jinsi wenyeji wanavyocharaza ngoma hizi utadhani hali ni shwari, lakini nyoyoni wamejawa na wasiwasi. Uharibifu wa vifaa vya kitamaduni vya kufanyia maombi na matambiko maalum katika misitu ya kaya umevuruga ibada na desturi zao. Haya ni mabaki ya vyungu na vinu ambavyo hutumika wakati wa tambiko. Kuna athari kwa sababu sasa hatuwezi kufanya maombi kabile vile vitu, kwa sababu vile lazima uweke zile mavuo na ile mafuta uweke pale ndani. Sasa kama hakuna utaweka wapi? Na zile lazima uweke, uombe, mfanye mambo yao, ile maombi ufanye pale ndio unaweza kwenda mbele. Sasa kuna athari kubwa sahihi kwamba hatuwezi kufanya maombi mpaka vile vitu vipatikane. Mvua iliyonyesha msimu uliopita iliharibu njia za kuelekea kwenye msitu na sehemu za kaya na kuacha mitaro mikubwa. Mitaro hii ikilemaza matembezi ya wazee hawa. Ni taswira inayoshuhudiwa katika msitu wa kaya Mswakara, ambapo mmomonyoko wa udongo unaendelea kung'oa miti ya kiasili inayotunzwa hapa na wazee hawa. Kutengenezwa hizi njia itakuwa na afadhali, ili tukiwa tunaenda kwa maombi tuwe na usalama, kwa sababu ni watu wengi watakuwa wanapiga ngoma kuingia ndani. Sasa ile mito ambayo iko pale, hata wengine wanaweza kuvunjika miguu kwa sababu ni mito sahihi, si njia tena. Hiyo kipiga kuta hapa, tutakuwa tuna alama ya kwa ile mengi ende wapi, iende mtoni. Hii msitu ubaki na mvua yenyewe tu, na vile ambavyo inaanguka chini maji iwe kidogo, lakini ni kuta. Nyumba hizi za kitamaduni zinazotumika kuelezea historia ya mila na desturi za Kimijikenda zikiwa kwenye hali mbaya. Zimebomoka na zingine kuharibiwa na vijana wanaodaiwa kuiba kuni kwenye misitu hii. Na katika juhudi za kutaka kutunza mila yao, wazee hapa wanasema ufadhili wa ukarabati upya umepungua. Na kama hapa kwetu kaya Mswakara, nyumba hizi zenye mnaziona tunatarajia tujenge zaidi. Na ni nyumba 2, 3 na ya 4 ni ile nyumba ambayo ni ya wazee, nyumba yetu ya mababu zetu ama mababa zetu, ambayo ni nyumba ya koma. These communities are practicing their traditions and conserving their heritage, and by doing so they are also conserving the environment and protecting the forests. This way it blends very well that nature is conserved, culture is conserved, customs and traditions continue to be practiced. Hali hii sasa imewaweka kwenye njia panda, huku mipango ya maombi maalum ambayo hufanyika mwezi Machi ikiyumbayumba. Lawrence Ng'ang'a, runinga ya Citizen. Tuelekee kaunti